katika umri wake wa miaka 88 na udhaifu wa kiumri ulikuwepo, basi Mwenyezi Mungu sasa amemuita. Tunasikitika sana kwa msiba huu. Lakini katika taarifa ya msiba wake imeandikwa vizuri kwamba amerudi nyumbani kwa Baba. Tunatoa pole kwa wote. Sisi wenyewe viongozi wa kanisa ambao alituteua tumsaidie kuongoza, tumesikitishwa. Lakini tunajua kwamba watu wote wenye mapenzi mema wanasikitishwa na msiba huu. Tunatoa pole kwa wote. Yeye hakuogopa kufa. Daima alikuwa anatoa ujumbe wa matumaini kwa watu. Na ndio maana hata alipoanzisha mwaka huu wa jubilei, kauli mbiu ikawa sisi ni mahujaji wa matumaini. Tuko duniani tunahiji na nguvu yetu ni tumaini tulilonalo. Sasa kauli mbiu hii tumetembea nayo na tunaendelea nayo kwa mwaka huu wote, tukisisitiza sana kwamba tusipoteze tumaini, na pale pasipokuwa na tumaini, kazi yetu sisi wenye matumaini tupeleke matumaini. Kwenye waraka wake wa kuanzisha wa kutangaza jubilei hii alituambia tusiache hata mara moja kuwafikiria watu walio katika hatari ya kupoteza matumaini. Akataja watu maskini, akataja wagonjwa, akataja wafungwa, akataja vijana. Akasema dunia lazima iwasaidie vijana wasipoteze matumaini, kwa sababu wanapoteza matumaini wanaingia kwenye msongo wa mawazo, wanaingia kwenye matumizi haramu ya dawa haramu za kulevya, na wanaweza kuumiza, wakajiumiza, wakajiangamiza. Sasa tuwape matumaini. Akataja wakimbizi na wahamahamaji. Hawa watu wengine wanalazimika kuondoka makwao kwa sababu ya hali mbaya, au wanalazimika kuondoka makwao kwenda kutafuta hali nzuri ya maisha, au wanatafuta usalama. Akasema tuwape matumaini hawa pia. Kwa hiyo alitaja makundi mbalimbali ambayo yanahitaji kupewa matumaini. Alikuwa ni papa anayechochea matumaini ya watu. Ndio maana wakati mwingine ilikuwa vigumu kidogo kumuelewa baadhi ya mambo, kwa sababu anapotaka kuleta tumaini wengi wanatafsiri vibaya. Lakini kwa ujumla alikuwa ana nia hasa ya kujaribu kumuishi Yesu Kristo alivyoishi. Sasa katika ujumbe wake wa misa ya jana, siku ya Pasaka, alisema tusibabaishwe na mambo ya dunia yanaweza kututikisha kwa sababu yanapita. Sisi tujipe moyo, tusimame imara, tusipoteze tumaini. Basi na baada ya hapo, baada ya hayo mahubiri yake mazuri, ndio tunaambiwa sasa ameitwa